Ujambo na karibu tena mpendwa wasikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ameshatoa kwetu katika lugha ya Kifaransa, nami naja kwenu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema ya siku ya leo ni tema ambayo kwa kweli itaenda kuwasumbua walio wengi, itaenda kuwaumiza wale watakaoumizwa nayo, kwa sababu itagusia mizizi ya baadhi ya hawa wanaojiita Wakristo zaidi sana, kuhusiana na tema hii ambayo tutaenda kusema kwamba shetani alifanikiwa kumdanganya Yesu. Unaposikia tema kama hii, hakika kwa wale ambao watakao kuwa washabiki wafuasi wa huyo ambao wataita Yesu, moja kwa moja wataanza kujihisi vibaya na wataanza kupaniki. Wengine wanaweza wakatusi, na wakati wanasema ndani ya Biblia zao kwamba wasitusi. Kwa hiyo itakuwa ni tema ambayo itaenda kuwasumbua wengi, na ndio maana nasema nafsi nyeti mjiepushe. Wale ambao wanajua kwamba wana mioyo ambayo haiko sawa, ningeomba kabisa kabisa msisikilize, kwa sababu itawaumiza tu. Lakini pamoja na hivyo, kuna wale ambao mafundisho hayo yatawavusha, yatawasaidia, na wale wanaotafuta ukweli wataendelea kujua ukweli kweli kweli uko wapi. Sasa baadhi watasema kwamba kwa kutoa hii tema watasema kwamba ho na kufuru, lakini sio kufuru hata kidogo, ila ni yale ambayo tunaenda kuyadhibitisha ndani ya Biblia za kisasa, katika hivyo vitabu ambavyo mnaviita kwamba ni vitakatifu, ambavyo mnavisikia mnavisoma kila wakati, na hapo ndipo nasi pia tutaenda kuingia ili mwende kujua kwelikweli ni nini ambacho ufunuo huu mnatakiwa kuupata kwa siku ya leo. Mafundisho yetu yatatokea tu katika Biblia za kisasa. Hatutaenda katika vitabu hivi ambavyo ni vya ukweli, hapana, bali tutagusia katika Biblia za kisasa ili kuwaonyesha mambo mengine ambayo yako tofauti zaidi sana jinsi watu wanavyofikiria kila wakati. Ndio maana mafundisho yetu yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza tutaenda kuongelea kwamba kasoro kuhusiana na mwanzo wa jaribu, aidha mwanzo wa kujaribiwa kwa huyu ambaye wataita Yesu. Tutaenda kuonyesha mambo ambayo hayako sawa wanapozungumzia kuhusiana na swala hilo la kujaribiwa kwa huyo watakaita Yesu, kwa sababu nyote mnajua wanawaambia kwamba, mkisoma ndani ya Biblia za kisasa walisema kwamba Yesu alijaribiwa na shetani. Lakini ninyi ambao mlisoma lakini hamkupenya mambo fulani. Tutaenda kusoma tena ili mwende kuangalia mambo ambayo nyinyi hamkuyaona, na ni mambo ambayo yako wazi tu, ambayo mnaweza mkayangalia na mtaelewa kwamba kwelikweli hahitaji nguvu sana ili kwenda kupenya haya mambo. Lakini hata sisi, hata mimi, wakati nilipokuwa katika huo ujinga kwa kweli, nami pia nilikuwa ndani, sikuwa naona chochote, lakini ilitakiwa sasa mwalimu afungue masikio, afungue fahamu zetu ili kwenda kujua kwelikweli kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa, kuna kasoro kabisa kabisa katika hayo watakayoita kwamba ni maandiko, kwamba maandiko matakatifu. Sasa tutaenda kuonyesha kwamba kwa kweli shetani alifanikiwa kabisa kumdanganya Yesu. Shetani alifanikiwa kabisa kumdanganya huyu ambaye ni Yesu, na ndio maana kabla ya hapo, kipengele cha kwanza, twende kwanza kuangalia kasoro kuhusiana na mwanzo wa kujaribiwa kwa huyo watakaita Yesu. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 mstari wa kwanza. Mathayo sura yake ya 4 mstari wa kwanza inaanza kusema hivi: kisha Roho alimwongoza Yesu mpaka jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa hiyo andiko hili la Mathayo sura yake ya 4 mstari wa kwanza linaanza kuambia kwamba Roho Mtakatifu, ambaye ndani ya Biblia za kisasa ni Roho wa Mungu, ina maana kwamba ni Mungu aliyetuma Roho Mtakatifu ili amjie huyu atakayeita Yesu. Sasa huyo Roho Mtakatifu alipomjia huyu atakayeita Yesu, baada, kwa mujibu mkisoma maandiko, baada ya kubatizwa na yule ambaye wataita Yohana Mbatizaji, kwa hiyo Roho atamwongoza huyu watakayeita Yesu hadi jangwani katika lengo moja. Yaani Roho alimwongoza tu huyu watakayeita Yesu hadi jangwani katika lengo kwamba shetani apate kwenda kufanya nini? Kumjaribu. Sio mimi ndio nimeongea, lakini unaweza mkasoma pia, narudilia tena kusoma. Kisha Roho alimwongoza Yesu mpaka jangwani ili
ili ndio lengo la kwa nini roho huyo akamwongoza Yesu. Kwa hiyo huyo roho ambaye ni roho wa Mungu, yani Mungu alituma roho yake katika lengo kwamba huyo roho amsukume kabisa Yesu katika jangwa, ili shetani baadaye aje apate kumjaribu. Yes, hilo ndio lilikuwa ni lengo kabisa halisi. Lakini mkisoma katika kitabu cha Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 13, watawaambia kwamba kama mtu akijaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala yeye hamjaribu mtu yeyote. Lakini huu ni uongo, kwa sababu tayari tunaona kwamba ni Mungu, kwa sababu huyo roho ni roho wa Mungu ambaye Mungu mwenyewe ametuma huyo roho. Ni yeye Mungu ametuma huyo roho ili kwamba apate kumsukuma, kumchochea, kumsukuma huyu atakayeita Yesu aende jangwani, ili katika lengo kwamba shetani aje kufanya nini? Aje kumjaribu. Kwa hiyo wanaposema kwamba Mungu yeye hamjaribu mtu, aza yeye aweza akampeleka kwenye mambo ya majaribu, huu utakuwa ni uongo, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliye nyuma ya huyo roho aliyemwongoza huyo Yesu kwenda huko jangwani. Sasa kuna andiko lingine ambalo baadhi wanaweza wakajitetea wakasema kwamba no, imani sio kwa namna hiyo ndivyo mnavyofikiri. Mungu yeye hawezi tu kujaribu mtu, na yeye hawezi akajaribiwa na mabaya. Lakini nitawaambia kwamba kuna andiko lingine ambalo linaonyesha tu tena kwamba Mungu yeye anamjaribu mtu. Kitabu cha Mwanzo sura yake 22 mstari wa kwanza inasema hivi: baada ya muda fulani Mungu alimjaribu Abrahamu. Kwa hiyo tena ni hivyo jinsi mnavyoweza kusoma kitabu hicho cha Mwanzo sura yake 22 mstari wa kwanza. Baada ya muda fulani Mungu alimjaribu Abrahamu. Mungu alimuita Abrahamu, naye akaitika naam, nasikiliza. Kwa hiyo tunaona kwamba kwelikweli swala la Mungu kujaribu mtu, aweza kumtuma mtu ili aende kujaribiwa, hilo sio swala geni, ni swala ambalo yeye mwenyewe analifanya kila wakati, na hivyo ni vithibitisho ndani ya maandiko. Kwa hiyo mnaona kwamba mwanzo wa kujaribiwa kwa huyu atakayeita Yesu, tayari mmeshaanza kuona kwamba kuna kasoro nyingi sana, tena kubwa sana. Ndio maana mtaenda kuelewa kujaribiwa kwa huyu Yesu kwa namna ambayo iko tofauti na gisi mlishawahi kusoma, kufunzwa kulingana na kujaribiwa kwake. Hakika mtaenda kuona huko kujaribiwa kwa namna ya tofauti kabisa. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 13. Hapa ni wakati ambapo wanafunzi wa huyu atakayeita Yesu walimuomba Yesu aweze kuwafunza namna gani ya kuomba. Na kama mnaweza mkawa na ufahamu vizuri, yeye alianza kusema kwamba mnapotaka kuomba mseme kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Lakini hilo andiko tayari tumeshalionyesha kuona kwamba halina hata maana yoyote, halina mantiki, kwa sababu mtu ambaye ana busara kabisa, ambaye ametumwa kwa mujibu wa watu, ambaye ni mkombozi, hawezi akatamka maneno kama hayo anaposema kwamba unapopenda kuomba mseme kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Yaani wanaposema Baba yetu uliye mbinguni, ina maana kwamba huyo Mungu yuko sehemu fulani anaenea, na kama yuko mbinguni ina maana hayuko chini, kwa sababu ili kwamba aje chini lazima ashuke, na hicho ni kiumbe, sio muumba hata kidogo. Kwa sababu ikiwa Mungu yuko mbinguni, kulingana na kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa kwanza inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Ina maana kama yuko mbinguni, sasa kabla hajaziumba hizo mbingu, katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa kwanza, yeye Mungu alikuwa akikaa wapi? Ndio maana nikasema kwamba kikawaida kabisa mtu ambaye anayejiita kwamba yeye ni mwokozi wa watu hawezi kuja kusema kwamba napenda kuwafunza wanafunzi wangu kwamba mnapotaka kusali mseme Baba yetu uliye mbinguni, wakati Sulemani mwenyewe anasema kwamba mbingu za mbingu na mbingu za juu zaidi haziwezi zikamtosha Mungu, haziwezi zikamwenea Mungu. Sasa itakuwaje nyumba ambayo nimekujengea? Mnaona? Sasa ikiwa Sulemani yeye anaye Mungu wake ambaye hawezi akaenea ndani ya mbingu, sasa Yesu Mungu wake yeye anaweza akaenea ndani ya mbingu. Biblia ni moja, lakini nyote mnasema kwamba walijazwa na Roho Mtakatifu ili kuandika hayo mambo. Sasa mtuambie ni Mungu gani ambayo mtaenda kuabudu? Je, ni Mungu huyo wa Sulemani ambaye hawezi akaenea sehemu kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko vyote ambavyo unaweza kufikiri? Aidha tutaenda kusema kwamba ni huyu Mungu wa Yesu ambaye hayuko sehemu fulani katika mbingu, na sijui kama ni mbingu ya ngapi, ndio anatulia, yaani anaenea humu. Kwa hiyo ndio maana muwe makini zaidi sana. Lakini sio hilo. Mathayo sura ya 6 mstari wa 13 inaanza kusema hivi: usitutie katika majaribu. Yaani wakati ambapo Yesu anapoendelea kuwafundisha
hawa wanafunzi wake, aliendelea na kuambia, ikiwa unataka kuomba kabisa, endelee mseme kwamba usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Wakati anaposema kwamba usitutie katika majaribu, huu sio ukweli, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anayeweka watu katika majaribu. Tumeona kwamba yeye mwenyewe kupitia Roho wake amemwongoza Yesu ili aende kujaribiwa na shetani katika jangwa. Sasa ikiwa yeye tena na Yesu anakuja kusema kwamba napenda kuwafunza namna gani ya kuomba, mseme kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamea wanaotukosea, usitutie majaribuni. Atakosa kuwatia na majaribuni, katika majaribu namna gani? Yeye mwenyewe ameshasahau kwamba ni yeye Mungu mwenyewe aliyemsukuma ili aende kujaribiwa. Alafu anasema kwamba lakini utuokoe na yule mwovu. Mbona yeye hakumwokoa na yule mwovu? Yule mwovu alikuwa jangwani kule, na hatukumuona yeye Mungu akienda kuwaokoa, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Alafu anasema hapo amina, hiyo demon ambayo ni amen. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba mambo yote ambayo huyu watakaita Yesu anaongea, mkiingia kiundani, mtakuja kuona kwamba hayana ukweli wowote, kwa sababu huyu jamaa hajawahi kuwepo. Yes, yani huyu alitungwa tu, yani hajawahi kuwepo. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa kwamba hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza. Sasa kipengele cha pili tutaenda kuongelea shetani ameweka mbegu mbaya ndani ya Yesu, na baadaye Yesu atampinga Mungu, ataenda dhidi ya Mungu na kuongea uongo. Kwa hiyo sasa tutaenda kuona sasa wakati ambapo shetani sasa yeye mwenyewe ataweka mbegu yake ambayo ni mbaya ndani ya Yesu. Sikilizeni kwa makini, ataweka mbegu ambayo si nzuri, na huyu Yesu kwa sababu hiyo mbegu imeingia ndani mwake, ataenda kupinga Mungu, ataenda kudanganya, ataenda kuongea uongo. Kwa hiyo sikilizeni kwa makini, kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 mstari wa 2 hadi 4 inaanza kusema hivi: akafunga siku 40 mchana na usiku, na mwishowe akaona njaa. Basi mshawishi, huyu mshawishi ndio nani? Ndio shetani, aidha Ibilisi, akamjia akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Kuna mkato, yani ikiwa, yani hajathibitisha, anampatia kwamba labda aingie katika wasiwasi, je, mimi ni mtoto wa Mungu? Aweza hapana. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Kwa hiyo shetani anapoongea haya maneno mnayoyasikia, mnaweza mkafikiri kwamba ni maneno ya kitoto sana ambayo anayoyasema, lakini shetani anapoongea anajua ni nini anachokiongea, na katika haya maneno anayoyaongea kuna mtego. Sasa huyo Yesu hataona huu mtego ambao shetani amemtega. Sikilizeni kwa makini. Ndio maana wengi watafikiri kwamba kwa sababu Yesu alikuwa na njaa, ndio maana akamwambia kwamba unaweza ukachukua haya mawe, badilisha uwe mkate ili upate kula na hiyo njaa itaisha. Sasa kuna uhusiano gani? Ndio maana mwende pole pole, mwende kusikiliza kwa makini, kwa sababu ni Mungu mwenyewe ambaye tumeona kupitia Roho wake ndiye aliyemtuma, ndiye aliyemsukuma Yesu ili aende kujaribiwa. Sijui kama mnaelewa hilo. Sasa lakini Mungu hakumwambia kwamba aende kufanya mfungo. Kitendo cha kufanya mfungo wa siku 40 sio hilo ambalo Mungu alimtuma kwenda kufanya. Yani alimsukuma tu yeye, lengo aende kujaribiwa. Sasa Yesu kwa uamuzi wake kupitia na hiari yake, ndipo ataenda sasa kufanya nini? Ataenda kufunga, kufanya mfungo. Alafu anasema basi mshawishi akamjia akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Yesu akamjibu. Sikilizeni kwa makini sasa, hapa ndipo muweke ufahamu wenu vizuri, kwa sababu shetani anapotamka maneno kama haya, kuna mtego ambao uko pale. Sasa asipoweka umakini, tayari ataenda kudumbukia katika huu mtego bila yeye hata kidogo kufahamu. Yesu akamjibu, imeandikwa. Sikilizeni kwa makini, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno asemalo Mungu. Kwa hiyo mtaenda kuelewa kwamba shetani, wewe unafikiri shetani ni nani? Ndugu zangu, haya maswala kama jinsi nilivyowaambia, msifikiri kwamba ni maswali ya kitoto ambayo anamuuliza. Kuna swali, lakini kuna mtego ndani. Tatizo ni kwamba huyu Yesu wenu hakuona huu mtego ambao shetani alimtega. Hili andiko ambalo shetani analolitumia alilitoa wapi? Kwa sababu shetani amesema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Kwa nini? Yesu kwanza akamjibu kwamba imeandikwa, mtu haishi
kwa mkate tu, ila kwa kila neno asemalo Mungu. Tuachane kwanza na shetani, wapi alitoa hilo andiko. Kwanza twende kwenye andiko ambalo ile Yesu amesema imeandikwa, akamjibu imeandikwa. Hiyo imeandikwa ilikuwa imeandikwa wapi? Hayo maneno ambayo huyu Yesu ametumia ni katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 8 mstari wa 3. Hapo ndipo pameandikwa. Kumbukumbu 8:3 nasema aliwanyenyekesha akawaacha muone njaa, na baadaye akawapa mana mle, chakula ambacho hamkukijua wala babu zenu hawajapata kukijua. Alifanya hivyo ili apate kuwafundisha kuwa binadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila asemalo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hili ndilo andiko ambalo huyu Yesu atalichukua hilo andiko ili kwenda kumnyamazisha shetani asiendelee, lakini kwa kulitaja andiko hili, ndio maana nikasema atajitega mwenyewe. Kwa nini? Mtaenda kuelewa kwamba hata mana ambayo walikula hao ambao wanasema walikula walipokuwa katika jangwa ilitoka kwenye kinywa cha Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe aliyetoa hiyo mana. Unaona hicho kitu? Sasa mwelewe vizuri. Ndio maana kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 31 inasema, wazee wetu walikula mana kule jangwani, kama yasemavyo maandiko, aliwalisha mkate kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Kitabu cha Nehemia sura ya 9 mstari wa 15, ukawapa chakula toka mbinguni kwa ajili ya njaa yao, na kwa ajili yao ukaleta maji kutoka mwambani kwa sababu ya kiu yao, ukawaamuru kwamba waingie katika nchi na kuimiliki, ambayo umeinua mkono wako kuwapa. Kwa hiyo haya yote yanawaonyesha kwamba kwa kweli wale waliokuwa kule jangwani wao pia walikula mana, walikula mkate unaotoka mbinguni. Na mkate unaotoka mbinguni mnafikiri ni nini? Hilo ndio swali ambalo lipo sasa. Mnapoangalia kitabu cha Yohana sura yake ya 6 mstari wa 32 nasema, Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, Musa hakuwapeni mkate kutoka mbinguni. Huu ni uongo mtupu. Huyu Yesu anadanganya, huyu Yesu anadanganya. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu ndugu zangu, sisi tumesoma hapa waziwazi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 3 inasema hivi, aliwanyenyekesha akawaacha muone njaa, na baadaye akawapa mana mle, chakula ambacho hamkukijua wala babu zenu hawajapata kukijua. Alifanya hivyo ili apate kuwafundisha huwa binadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila asemalo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mana walikula, lakini pia huu mkate kutoka mbinguni nao pia waliupata. Musa aliwapatia mkate. Sasa inakuwa namna gani huyu ambaye wataita Yesu atakuja kusema kwamba kweli nawaambieni, Musa hakuwapeni mkate kutoka mbinguni, Baba yangu ndiye awapaye nyinyi mkate kwa kweli kutoka mbinguni? Anapenda kumaanisha kitu gani? Ina maana kwamba yani, ni Musa na baba yake mwingine ambaye atampatia mkate ambao uko pembeni, na yeye hapa anapenda kuonyesha kwamba tu kujiweka kwamba ni yeye ndio aliye na mkate wa ukweli. Kwa hiyo Musa hakuleta mkate wa ukweli, na ndio maana mtaangalia kwamba mnaposikiliza vizuri, mnaposoma maandiko hayo ndani ya Biblia za kisasa, watawaambia kwamba Musa yeye alileta kama Torati, lakini ukweli na nini ni Yesu ndio ameleta. Ina maana kwamba kama ni Torati sio ukweli, maana yake kama ni Yesu ndio ameleta ukweli, yani Musa alichokileta ni uongo mtupu. Kwa hiyo zile amri zote 10 za mnazoita za Mungu zote ni uongo mtupu, kwa sababu ukweli umeletwa na Yesu kwa mujibu wa Biblia za kisasa. Ina maana Musa hakuleta hivyo, mnaona, yani alileta sheria na nini. Sasa ina maana kwamba sheria sio ukweli kwa mujibu wao. Kwa hiyo Yesu ndiye anayeleta ukweli. Kwa hiyo yote ambayo mmeyaona, ambayo Musa aliyoyafanya, yote ambayo mnasoma katika agano hilo mtakayoita agano la kale, yani halina maana yote, kwa sababu ni uongo mtupu. Aliyeleta ukweli tu kwa mujibu wa Biblia ni huyu ambao wataita kwamba ni Yesu. Angalieni sasa ya mambo ambayo gesi yalivyo, unaona. Kwa hiyo hayo mambo ambayo amesema kwamba Musa hakuwapatia wana, hakuwapatia mkate kutoka mbinguni wakati walipokuwa katika jangwa, huu ni uongo mtupu. Kwamba hakuwapatia kile ambacho kimetoka kwenye kinywa cha Mungu, huu ni uongo mtupu. Yesu anadanganya, anasema uongo. Na haya yote mtajua kwa nini anasema uongo huo, kwa nini anadanganya. Na ndio maana baadaye hata Paulo yeye baadaye atakuja kumkosoa na kudhibitisha kwamba Yesu aliongea uongo mtupu kwa hili ambalo ameliongea hapa katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 32. Paulo mwenyewe atakuja kuonyesha kwamba kwelikweli huyu bwana, huyu jamaa ni mwongo, hajawahi kuwepo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10
mstari wa kwanza hadi tatu nasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Ndio hiyo historia ya jangwani huko, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho. Sasa namna gani anaweza kaja akasema kwamba Musa hakuwapatia mkate kutoka mbinguni? Kwa sababu hicho chakula cha nani, mkate wa nani wa kutoka mbinguni ndio ni neno lenyewe, ni hicho chakula cha kiroho. Kwa sababu hayo mana ambayo watu wanafikiri kwamba walikula mana, walikuwa nafikiri labda mkate unatoka mbinguni unashuka pupu wanaanza kula, na ilikuwa ni mafundisho. Kwa hicho kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Kwa hiyo kile ambacho huyu ambaye anaita Yesu anachokisema hana ufahamu kabisa. Kwa hiyo walikula wote chakula cha kiroho, na chakula hicho kilitoka kinywani mwa Mungu, na ndio ile mana tena ambayo nimewaambia hapa. Maana hiyo ni chakula cha kiroho, ndugu zangu, mlielewe vizuri hilo. Ndio maana nikawaambia kwamba shetani alijua ni nini anachokiongea, na ikiwa anapouliza swali kwa huyu Yesu alijua ni maswali ya namna gani, kwa sababu katika maswali yake kulikuwa mtego, na huu mtego Yesu hajauona hata kidogo. Na wakati hivyo anapoingia katika mtego, basi shetani amemshika na ataendelea kuongea tu ni uongo baadaye. Ndio maana kitabu cha Kutoka sura yake ya 16 mstari wa 4 nasema, ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, mimi nitawanyeshea mikate kutoka mbinguni. Kila siku watu watatoka na kukusanya chakula cha siku hiyo. Kwa njia hii nitawajaribu nione kama watazifuata sheria zangu au hawatazifuata. Hapa ndipo tumesoma tena kitabu cha Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 13 kwamba Mungu yeye hajaribiwi na chochote, hata yeye mwenyewe hajaribu mtu. Kwa nini inaandikwa hapa kwa njia hii nitawajaribu nione kama watazifuata? Kwa hiyo ili kwamba apate kuwajaribu ni kwa sababu Mungu hajui kwelikweli kumrazi, Mungu hajui kwelikweli kwamba kwelikweli hawa wana wa Israeli wataenda kwelikweli kuzifuata hizo sheria ambazo amewapatia. Kwa hiyo ndio maana ataenda kuwajaribu katika lengo la kujua. Na ikiwa huyo Mungu anaenda kuwajaribu, ina maana kwamba mna matatizo, ndugu zangu, kwa sababu kikawaida muumba ambaye anaitwa muumba anatakiwa kujua kila kitu hata kabla hakijatokea. Lakini kama anaenda kujaribu ili aone kwelikweli kama kwelikweli utatii sheria aiza namna gani, hapo ni tatizo. Sasa ikiwa yeye anatuma demon, anatuma vitu vingine ambavyo ni vibaya kuja kukujaribu wewe mwenyewe, sasa utajuaje kwelikweli? Unaona kama unaingia katika mambo ambayo ni ajabu. Kwa sababu ikiwa Mungu atajaribu mtu, hawezi nikamjaribu kwa njia ambayo ni nzuri, itakuwa ni njia ambayo ni mbaya tu, ambayo itakufanya wewe mwenyewe uanguke. Lakini kama unampenda kwelikweli, utajitahidi kutokuanguka. Kwa hiyo kile ambacho Mungu atakutumia ili apate kujaribu hakitakuwa kitu kizuri. Na ndio maana tumeona hata kwa Abrahamu, amemjaribu, amekuja kumjaribu Abrahamu, akamwambia bwana, kama kwelikweli, kama unanipenda unitolee mwanao dhabihu. Kwa sababu Mungu hakuwa anajua kama Abrahamu anampenda. Sasa Abrahamu kwelikweli naye pia kwa sababu alikuwa anampenda Yehova, akachukua mtoto wake akafunga, wakaenda, anachukua kisu anataka kumchinja, anasema najua sasa kwelikweli hii kumbe unanipenda. Kwa sababu Mungu alikuwa hajui. Na haya ndio mambo ambayo mnayaona katika wakati huu, haya mambo ambayo unaita mambo ya prank yametoka hapo. Hata pia ni hapo kwa sababu ni prank hiyo ambayo alikuwa anamfanyia. Kwa mujibu wa Mungu, sio kwamba angeruhusu kwelikweli. Kwa mujibu sio kwamba lengo yake halikuwa kwamba Abrahamu amuue Isaka. Kwa mujibu lengo lake lilikuwa tu aone kwelikweli kama anampenda namna gani. Kwa hiyo ndio maana wakati kwa mujibu wa Biblia alipochukua kisu anataka kumwambia acha sasa, najua kwelikweli kumbe unanipenda. Kwa hiyo Mungu alikuwa ni kama vile prank. Mnajua maprank ambayo wanafanya ni mambo ya uongo na kudanganya. Yaani wanapofanya hivyo watapenda kuonyesha kama vile labda ni ukweli, lakini kumbe wataangalia tu gisi mtu atakavyo yaani hali yake atakavyoongea, atakavyojibu, ndipo sasa atakuja kuambia kwamba no, hapana, nilikuwa napenda kupima tu nijue kwelikweli kama uko serious sasa na ndani. Haya ndio mambo ambayo huyo Mungu anayoyafanya. Sasa kwa nini sasa huyu Yesu aje kusema kwamba Musa hakuwapa watu mkate uliotoka mbinguni? Kwa sababu yeye anapenda kujiweka kwamba yeye ndio mkate halisi. Yaani yeye ndio mkate ambao umetoka mbinguni kamili. Sasa mikate mingine yote ambayo iliwahi kuwepo ambao watu walikula, hiyo sio mikate halisi, ilikuwa labda imeoza. Unaona hicho kitu? Na hicho ni kitendo ambacho ni kiovyo, yani kibaya, hapana mzaa. Kwa hiyo shetani alimtega Yesu. Na Yesu akaingia ndani ya mtego kabisa. Mtaenda kuelewa kitu fulani hapa. Sasa ni wakati gani ambapo huyu Yesu
Akiwa jangwani alikula chakula cha kiroho. Hakula chakula cha kiroho, haikuandikwa kwamba amekula. Lakini tukiangalia wakina Musa, yeye alikuwa nakula mana, kwa sababu yeye alikuwa katika mazungumzo na Mungu kila wakati. Ndio maana kitabu cha Kutoka sura yake ya 34:24 inasema, nitayafukuza mataifa mengine mbele yenu na kuipanua mipaka yenu. Hakuna mtu yeyote atakayeitamani nchi yenu wakati mnapokusanyika kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Mungu wenu mara 3 kila mwaka. Kwa hiyo unatakiwa kuabudiwa tu mara 3 kwa mwaka tu. Hai. Mbona wanakuabudu kila Jumapili? Kwa hiyo wamefanya vibaya. Kipengele cha 3, shetani alimfanya Yesu kuwa najisi. Shetani amemfanya Yesu kuwa najisi, amemfanya Yesu kuwa mchafu, amemchafua Yesu. Wengine watasema kwamba wewe kwelikweli una kufuru. No, sio kufuru. Sikilizeni kwa makini. Kitabu cha Mathayo sura ya 4:5. Sisi tunapozungumza tuongee, tunaona vidhibitisho, tunaingia ndani ya Biblia, tunachukua andiko, tunawaonyesha. Nimesema kwamba shetani alimfanya Yesu kuwa najisi, na nitawaleta maandiko. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 4:5 inasema namna gani? Kisha Ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu. Mnajua maana ya kumchukua mtu? Mnajua maana ya kumchukua? Yaani ni kumbeba, kumshika na kumpeleka. Hivi mnasikia vizuri? Huyu anayempeleka ni nani? Ni Ibilisi. Na Ibilisi ndio nani? Ndio shetani. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu, mji mtakatifu, akamweka juu ya mnara wa hekalu. Alimshika Yesu, kwa sababu shetani yeye alimbeba Yesu. Unaona? Alimwondoa katika jangwa ambalo Mungu alimsukuma kwamba aende kujaribiwa. Shetani akaona okay, akamchukua Yesu, boom, akaenda naye, akaenda kumweka kwenye mnara juu kabisa, mnara wa hekalu, akaenda kumweka, na hata ishia hapo. Sasa tayari tunajua kwamba shetani ni kiumbe ambacho ni najisi. Shetani ni dhambi yenyewe. Shetani ndio ubaya. Sasa inakuja kumshika huyu atakayeita Yesu. Tayari Yesu atakuwa najisi, Yesu atakuwa mchafu, kwa sababu ameshikwa na kitu ambacho kiko najisi. Na hicho kitu ambacho kiko najisi kinapokushika, yani ukubali ukatae, uwe nani, ndani ya Biblia za kisasa tayari unakuwa nani? Unakuwa najisi nawe pia. Kwa hiyo ndio maana ikasema Yesu, yani shetani alimfanya Yesu kuwa najisi. Na hii sheria imo ambayo inasema, kitabu cha Hesabu sura yake ya 19:22 inasema hivi, na kitu chochote atakachokigusa mtu aliye najisi kitakuwa najisi. Kwa hiyo shetani ni najisi, amegusa Yesu na kambeba vizuri kabisa kama mtoto wake, tayari ameshakuwa najisi. Na mtu atakayekigusa kitu hicho atakuwa najisi hadi jioni. Kwa hiyo huyo Yesu naye pia shetani alimfanya kuwa najisi, kwa sababu shetani alimshika, akamkaba, akampeleka. Na umeguswa kitu ambacho ni najisi, na upia unakuwa najisi. Kwa hiyo mutaniambia kitu gani? Mutasema nini? Mutaniambia nini? Kwa hiyo ndio maana wakati ambapo shetani mlimu ubaya atakapomuuliza swali, hamuulizi swali kwa sababu ya kumuuliza tu. Sasa Yesu tayari amesha kuwa najisi. Hivi gisi alivyokuwa najisi, sasa tayari shetani atapata nafasi sasa kuongea tena, ili kwenda kuonyesha kwamba kwelikweli hapa sasa ndio ataenda kumpata vizuri. Shetani atamuuliza swali. Amesha mnajisi, amesha kuwa najisi. Sasa mtasikia vurugu ambayo kichwa chake kitakuwa tayari kimesha vurugika. Kipengele cha 4, shetani amefanikiwa kumdanganya Yesu. Shetani amefanikiwa kumdanganya Yesu. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 4:6-7 inasema hivi, akamwambia, huyu anayemwambia ni nani? Ni shetani katika lile jaribu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa. Unasikiliza? Maana imeandikwa, Mungu atawaamuru malaika wake kwa ajili yako, watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe. Kwa hiyo shetani anataja ili andiko, na wakati anapotaja ili andiko
ni lengo tu lile lile la kupenda kumtega Yesu, na huyu Yesu hata penya hata jua chochote, ataingia katika tena mtego wenyewe wataingia ndani, kwa sababu alimwambia kwamba hili andiko hili la kitabu ambacho nitaenda kunukuu inakuongelea wewe Yesu, kwa sababu imeandikwa, maana imeandikwa, Mungu atawaamuru malaika wake kwa ajili yako. Kwa hiyo hicho kitabu hicho ambacho kinaongelea hili swala kinaongelea wewe. Kwa hiyo ukijitupa hapa, tuseme kwa mfano hata shetani awe kimwili, kwa mfano, hata kama akijitupa, yani kutakuwepo na malaika ambao watakuwa pale katika lengo la kumshika ili asiumie, ili asijikwae kwenye jiwe. Hichi ndio kitu ambacho shetani anamwambia huyu atakaita Yesu. Sasa shetani yeye alipomaliza kuongea hili, Yesu yeye atasema namna gani? Je, atajua kwelikweli ili andiko liko sawa au za namna gani? Yesu hatajua chochote, yeye ataingia tu katika mambo yake, kwa sababu hajui maandiko tule tukasema. Kwa hiyo Yesu atajibu kwenye hilo andiko, na hapa ndipo mtaelewa kwamba shetani kwelikweli alimdanganya Yesu. Mstari wa 7 Yesu anasema, Yesu akamwambia imeandikwa pia. Sikilizeni kwa makini turudi kwanza huku nani. Shetani yeye amesema kwamba Mungu yani imeandikwa kwamba Mungu atawaamuru malaika wake kwa ajili yako. Yesu naye pia atasema kwamba imeandikwa pia. Ina maana kwamba amethibitisha kwamba kile ambacho shetani amekiongea kwamba kimeandikwa kiko sahihi, na akamwambia kwa, lakini sawa, hata kama hicho ambacho unasema kwamba atamwamuru malaika kwa ajili yangu mimi ili kwamba nisianguke, kama kimeandikwa haina shida, hilo sijakataa, hilo nakubaliana, lakini pia imeandikwa pia, usimjaribu Bwana Mungu wako. Hivi mnaelewa vizuri? Ina maana kwamba tayari amekubali kwamba kile ambacho shetani anakiongea kuhusiana na kitabu hicho ambacho amenukuu kwamba inamuhusu yeye Yesu. Hicho Yesu amekubali, akasema yes of course it is me, yani inanihusu mimi. Na hapo ndipo mtego ameingia. Lakini hili jambo hilo andiko hilo ambalo shetani ametumia alilitoa wapi? Tutaenda kuliona. Na je, hilo andiko linamwongelea kwelikweli huyu Yesu? Jibu ni hapana. Kwa hiyo huyu Yesu amedanganyika yani amedanganywa na shetani. Shetani amemuingiza katika mtego hadi yeye mwenyewe akakubali, okay sawa, hiyo imeandikwa hivyo, lakini ukumbuke kwamba hata pia imeandikwa kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. No, kikawaida angemwambia kwamba hey, hilo andiko ambalo unaliongea aliko namna hiyo, sio kwa ajili yangu, uelewe vizuri. Sasa shetani alitoa hilo andiko wapi? Kitabu cha Zaburi sura yake 91 hadi 16 inasema hivi. Sasa hapa ndipo yeye atafikiri kwamba Yesu anasema kwamba inamuhusu yeye na haijamwongelea. Inasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tahuni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mabawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tahuni ipitayo gizani, wala uwele kumrazi uharibuo wa azuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe. Kikawaida Yesu alipata mabaya, yani watu nyote mnajua mambo ambayo yalitendeka kama inamuhusu yeye. Wala tahuni haitaukaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Hapa ndipo shetani alichukua hilo. Yesu akasema yeye inanihusu mimi, lakini haimuhusu yeye Yesu. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Unaona, utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Ataniita nami nitamuitikia,
nitakuwa pamoja naye taabuni, taabuni nitamwokoa na kumtunza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Kwa hiyo kwa siku nyingi, hapa wanasema kwamba katika tafsiri nyingine kwamba ataishi maisha marefu, na wakati Yesu hajaishi maisha marefu, kwa sababu ikiwa wanasema kwamba haya mambo yote yanahusu Yesu, kwamba inamhusu yeye mwenyewe, hapo watakuwa wameingia katika mawazo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo shetani alimwingiza kabisa Yesu katika mtego, ili angalau Yesu aende kukubali kwamba hili jambo linamwongelea, yani linamhusu yeye, na yeye hakutafakari hilo kwamba alimaanishi yeye linamhusu mtu ambaye yeyote anayetembea kulingana na ukweli, lakini sio specific kwake Yesu. Sio kama unaona hilo sasa, kwa sababu ikiwa haya mambo ambayo amesema kwamba atakuwa na maisha mazuri, atakuwa na maisha marefu, wataongelea kwamba inahusu Yesu. Kitabu cha Isaya 53:1-12 inasema tofauti, kwa sababu wao wanasema kwamba Isaya 53:1-12 inaongelea kwamba Yesu. Sasa kama ni Yesu, twende kusoma na tuangalie haya ambayo Zaburi inasema, ni nani aliyesadiki habari iliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri. Yaani huyu Yesu wao kwamba hakuwa hata na umbo, hakuwa hata na uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Yaani hakuwa hata na sura ambayo watu wanaweza wakatamani hata kidogo. Ndivyo anayosema. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuai sikitiko, na kama mtu ambaye watu umficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimzania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayeisimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kiburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Katika kufa kwake, kwamba wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya. Alizikwa na wabaya watasema wale waliokuwa kwenye mti, waliokuwa kwenye msalaba, na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Tangu lini? Ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Mnawake kwamba Yesu alizaa, si mnasema kwamba hakuzaa. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosoaya. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuombea wakosaji. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba maisha yake kwa mujibu wa Biblia, maana wanasema kwamba inahusu Yesu, hayakuwa na furaha, hayakuwa na amani, ilikuwa na matusi, mambo mengine ambayo yametokea. Lakini kule kwenye Zaburi inaonyesha kwamba maisha yake yatakuwa mazuri, yatakuwa na maisha marefu, lakini kwa mujibu wa Biblia wanasema kwamba hakukaa muda wa kutosha hapa duniani. Kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 14 inasema, malaika ni nini ila roho wanaomtumikia Mungu na ambao hutumwa kuwasaidia wale watakaopokea wokovu. Kwa hiyo mnaelewa kwamba shetani Mudima Bobei alimtega shetani kweli kweli, maana alipomwambia kwamba imeandikwa kuhusiana na wewe kwamba ukijitupa tu kuna malaika ambao
wako pale kwa ajili yako wewe, kwa sababu andiko hili, kwa sababu unabii huu, yaani ni kuhusiana na wewe kabisa na sio watu wengine. Kwa hiyo mguu wako hauwezi ukajikwaa kwenye jiwe lolote. Kwa hiyo huu ulikuwa ni uongo, lakini tumeona katika Zaburi haijaongelea huyo atakayeita Yesu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yeye mwenyewe alifikiri kwamba vinamuhusu na kumbe havimuhusu. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 mstari wa 8 inasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka juu ya mlima mrefu, tena akamchukua tena, kwa sababu kulikuwa contact, akamwonyesha falme zote za ulimwengu na fahari zake zote na fahari zake. Kitabu cha Luka sura yake ya 4 mstari wa 6, nitakupa uwezo juu ya falme zote hizi na fahari zake, kwa maana nimepewa hivi vyote, nikitaka kumpa mtu ninaweza. Kwa hiyo shetani, nasikia kwamba yeye anasema kwamba anamwambia Yesu kwamba falme zote hizi ni za dunia zote ni zake na anaweza akampatia yeye, lakini anatakiwa kufanya nini? Kuinama na kumwabudu tu, hicho kitu ambacho anaweza. Kwa hiyo shetani anasema kwamba yeye dunia ni yake, yaani iko mikononi mwake kabisa, alipewa hiyo dunia, na ndio maana anamwambia Yesu kwamba hapa ulipo unafikiri uko wapi? Yaani hapa utambua kwamba ni maeneo yangu, hapa urithi wangu huu. Kwa hiyo mimi naweza nikakupatia wote huu, haina shida, wewe fanya kile ambacho mimi nataka. Kwa hiyo ina maana kwamba shetani akiamua akupatie kwamba nchi ya Marekani nakupatia leo, ina maana hata huyu anaita Trump hawezi akaongea kitu chochote. Akisema kwamba atakupatia Ulaya yote ni ya kwako, yani unakuwa, yani utakuweka uwe mfalme juu, hakuna mtu ambaye utafanya fye. Hivyo ndivyo anavyomaanisha, kwa sababu vyote ni yeye amepewa, ni vyake. Kwa hiyo Yohana pia alithibitisha hayo kuhusiana kwamba dunia hii kwa kweli ni shetani ndiye anayemiliki kabisa, ni ya kwake. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 19 anasema, tunajua kwamba sisi ni wake Mungu, ingawa ulimwengu wote unatawaliwa na yule mwovu. Kwa hiyo ni ulimwengu wake ambao yeye anaudhibiti vizuri. Kitabu cha Luka sura yake ya 4 mstari wa 12 hadi 13 inasema, Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Hapo sasa ndipo alipoanza kumjibu tena, alimjibu huyo Yesu, alimjibu shetani baada ya shetani ya kumwambia kwamba imeandikwa, jitupe, kuna malaika ambao watakuwa pale watakusaidia, mguu wako utajikweza, utajikwaa kwenye jiwe. Ndipo atasema imenenwa, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Unaona? Kwa hiyo Yesu hapa hana udhibiti wa maandiko kama jinsi ilivyosema, maana kitabu cha Malaki hakika kinasema kwamba mnijaribu, kwa sababu anasema kwamba Yesu akasema imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Yeye Yesu anasema hivyo, anafikiri kwamba anajua maandiko, lakini mkienda katika kitabu cha Malaki, Mungu mwenyewe anasema kwamba mnijaribu mimi na tuone kama sitafanya hili na hili na hili. Mnaweza mkasoma kitabu cha Malaki. Sasa huyu Yesu, ndio maana anamwambia kwamba tayari ameshachanganyikiwa, shetani ameshamweka unajisi, ndio maana hata maandiko ajui Mungu kwamba imeandikwa. Kitabu cha Luka 4:12-13 kwenye mstari wa 12 anasema kwamba yani imeandikwa, imeandikwa. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, yani imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Malaki sasa naye pia anayesema kwamba unijaribu, Mungu anasema mnijaribu mimi. Sasa kwa nini mtuambie kwamba usimjaribu, alafu Mungu mwenyewe anasema kwamba mnijaribu? Sasa mbona mnaweka watu kama vile ambao hawana akili? Kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 23 inasema, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, huu kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Mumesoma andiko hili lakini hamkuelewa hata kitu. Nenda nyuma yangu, ina maana kwamba alikuwa mbele yako, si ndio? Ndio maana akaenda nyuma. Lakini mkisoma andiko lingine katika toleo lingine, ili andiko inawaambia kwamba unitoke, unitoke. Yaani shetani mlimwengu bali kuwa ndani mwake. Sasa ndio maana akasema unitoke. Namna gani anaweza kumwambia Petro kwamba yeye ni shetani? Kama shetani alikuwa ndani ya Petro, angesema kwamba yeye huyu shetani ambaye yuko ndani mwako atoke, mambo kama haya. Kwa hiyo hata Petro angelikasirika na kusema kwamba wewe umenichagua ni kwa mwanafunzi wako, unaanza kuniambia kwamba mimi ni shetani. Kwa hiyo mambo mengine watu hawezi wakaelewa yako namna gani. Sasa hivyo kitabu, kwa hiyo mnaposoma hapo umesoma kwamba andiko, lakini watu walio wengi hawakuelewa, kwa sababu wakati ambapo Yesu anaposema kwamba shetani ondoka, ina maana kwamba shetani alikuwa ndani mwake, kwa sababu tayari ule unajisi ulikuwa bado unafanya kazi ndani mwake. Muelewe vizuri. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba shetani
kwa kweli alimtega Yesu, naye Yesu akaingia katika mtego hadi akadanganya. Mambo mengi ambayo tumeyaona hapa katika maandiko yanapingana kabisa. Tunaona kwamba kwa kweli huyu jamaa hajawahi kuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kuambia kwamba ikiwa tunatoa haya mafundisho ni katika lengo tu la kupenda kuwaonyesha kwelikweli na kudhibitisha kwamba huyu jamaa uwepo wake haupo, yani hajawahi kuwepo. Yani ni historia ambayo walibuni, lakini hawakuibuni hivi hivi, walitoa kwa Kristo wa kweli ambaye ni Jokes, ambaye alikuwa mweusi. Sasa ndio maana wataenda kuwekaweka hivi, lakini mkiangalia kiundani mnakuja kuona kuna mambo ambayo hayako sawa, na sio kwa bure nyinyi kuona hayo mambo, kwa sababu lazima mwizi unapomshika mshike na kile kitu ambacho amekiiba, na ndio maana tuko hapa kuonyesha hiki ndio wameiba, hiki ndio wameongeza, angalieni hiki ndio wamefanya hivi. Kwa hiyo Luba kupitia neno lake anaendelea kujitukuza.